Nyumba yangu, maisha yangu, hii ni yangu, ndugu yangu. Oh, oh, oh. Imejengwa kwa ubora, ni imara, inanipara, pia ni salama. Karibu sana mtazamaji katika kipindi chetu cha Maisha ni Nyumba kinachoandaliwa na Shirika la Nyumba la Taifa. Na leo kipindi hiki kimemwalika meneja wa majengo na mifumo kutoka Shirika la Nyumba la Taifa, Bwana Francis Bahangarwa, ambaye tutazungumza naye katika kipindi chetu kwa siku hii ya leo kuhusiana na swala zima la matengenezo au ukarabati. Kwa sasa Shirika la Nyumba la Taifa liko katika mpango kabambe wa kurekebisha baadhi ya majengo yake, lakini kuna wale wapangaji ambao wako ndani ya nyumba za Shirika la Nyumba la Taifa. Je, kwa upande wao swala la matengenezo likoje? Bahangarwa yuko hapa kuweza kutujuza mengi kuhusiana na sekta hiyo. Jina langu naitwa Domina Rwemanyila, kwa niaba mwenzangu ambaye tunashirikiana kuandaa kipindi hiki. Karibu ujiunge nasi. Francis, karibu sana katika kipindi chetu cha Maisha ni Nyumba kwa siku hii ya leo. Asante sana. Na kama tunavyofahamu, wewe ndiye meneja wa mifumo na majengo wa Shirika la Nyumba la Taifa. Tunaposema mifumo na majengo, tunamzungumzia mtu anayesimamia vitu vipi katika majengo haya au katika mifumo ya Shirika la Nyumba la Taifa? Karibu. Asante sana Domina. Kama hivi nitambulisha, kwa majina naitwa Francis Bahangarwa, ni meneja wa majengo na mifumo yake. Tunavyosema kwamba kazi yangu hasa ni kusimamia mifumo mizima ya jengo ili jengo liweze kukalika kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na yale majengo ndani kuna watu waweze kuishi katika hali ya usalama na jengo liweze kukidhi mahitaji yao, kwa sababu wao ndio wanakaa kwenye nyumba zile. Na hili uweze kufahamu hayo, mnafanya nini ninyi katika kitengo chako ama idara yako kuhakikisha hawa wapangaji ambao umewataja wanakaa sehemu salama kama ulivyoainisha? Ni kweli Domina, Shirika la Nyumba lina utaratibu wake. Lina matengenezo ya aina mbili. Linafanya matengenezo makubwa, lakini vile vile kuna matengenezo ya kawaida madogo ambayo ni ya kila siku. Sasa kwenye matengenezo makubwa, shirika lina wataalamu ambao tunafanya ukaguzi wa majengo hayo. Tunaweza kukagua jengo moja tukaweza kujua mahitaji ya jengo hilo. Mifumo mizima tunaipitia, mifumo ya umeme, mifumo ya bomba, mifumo ya milango, kuhakikisha kwamba tunapata gharama halisi tuweze kufanya matengenezo ya hayo makubwa. Lakini kuna hali ya matengenezo madogo ambayo mpangaji mwenyewe anakaa kwenye nyumba ile, kuna kitu kimevunjika, kinataka marekebisho, kuna taratibu wake ambao anawasiliana na ofisi zetu za mikoa, na timu zetu za mkoa zinaweza kukagua, zinaweza kufanya maandalizi na kuweza kumfanyia ukarabati kama alivyokuwa ameomba. Tunasema ili jengo liweze kufikia hatua hiyo, yani kwenda kufanya ukarabati huo iwe mkubwa ambao mnaofanya ninyi, ukiachana na ule mdogo ulioainisha nafanya mpangaji mwenyewe. Jengo hili linapaswa kuwa na sifa zipi ama linapaswa kuwa na muonekano upi mpaka kufikia hatua hiyo? Domina, majengo ya Shirika la Nyumba ni miaka ya zamani sana, miaka ya 60, miaka ya 70. Kwa hiyo mengi yamechakaa, miundombinu yake imechakaa. Kwa hiyo sisi, kwa sababu sisi ni wataalamu, tunajua aina ya jengo lazima liweje. Kwa hiyo tunaweza tukaona jengo fulani kwamba halikidhi mahitaji ya binadamu, tunalikagua, tunalifanyia kwa kitaalamu tunaita condition survey, alafu tunafanya estimate za matengenezo za gharama zote. Tunatengeneza kwa gharama kubwa ambayo unaweza kukuta kwamba jengo linataka mpaka milioni 80, milioni 70, ambayo ni matengenezo makubwa. Tunasema tunalifanya liwe changa, tunalitoa limezeeka, tunarudisha kwenye hali ya kawaida ili liweze kukidhi mahitaji ya sasa, kwa sababu ya jengo yalikuwa ya miaka ya 70, lakini sasa hivi kuna vitu vimebadilika. Tunaweza kubadilisha, kuna teknolojia imebadilika kwenye majengo yetu. Kwa hiyo tunabadilisha vitu vya zamani, tunaweka vitu vipya ili liweze kukidhi mahitaji ya wapangaji wetu wa sasa. Na katika matengenezo hayo ama ukarabati huo mkubwa ambao mnakuwa mnaufanya, pindi mnapofanya ukarabati huu, yule ambaye yuko ndani kwa wakati huo hali yake inakuwa vipi? Ni kweli, kwa sababu uzuri wa wapangaji wa National Housing wamekuwa kutoa ushirikiano mkubwa sana pale shirika linapohitaji kufanya matengenezo makubwa kwenye jengo hilo. Na shirika kupitia timu yake tumekuwa tukifanya mazungumzo ya karibu kwamba labda kwa sababu matengenezo makubwa yanakuwa na mpango. Tunasema tunaanza matengenezo yatachukua miezi 6.
Kwa hiyo tunaweza kumuomba yule mpangaji atupishe ndani ya muda huo miezi 6 ili tuweze kufanya ukarabati mkubwa, alafu baadaye atarudi. Au mpangaji akatoa ushirikiano akasema mimi nitakuwa naenda kazini asubuhi, timu yetu inafika pale saa 2, yeye anafunga anaenda kazini, vitu vyake anaviweka vizuri, tunafanya ukarabati, yeye anaendelea kukaa kwenye nyumba na jioni anakuja, sisi tunampisha anaendelea kuishi kwenye nyumba huku tunafanya ukarabati. Kwa hiyo ni masuala ambayo tunazungumza kati ya shirika la nyumba na wapangaji wetu kuhakikisha, kwa sababu mpangaji wetu anataka nyumba iko kwenye hali ya ubora, lakini ile ubora lazima tuvunje tutengeneze, na yeye ataweza kutupa ushirikiano ili atupe muda tuweze kufanya ukarabati, na watu tunajipanga zaidi kwamba mpangaji anavyotupa muda ule tunahakikisha kwamba kila kitu kiko on site ili kuepusha mpangaji kutupisha halafu tufanye matengenezo yale tusimalize ndani ya muda ambao amefanya. Kwa hiyo tunajitahidi kuhakikisha kwamba tunamaliza vile vitu ndani ya muda ambao tumepanga ili kuweza tusilete kadhia kwa mpangaji wetu, kwa sababu kumbuka wakati mwingine kwa sababu kama matengenezo ni ya kawaida sana, mpangaji anakaa kwenye nyumba na anaendelea kulipa kodi. Lakini wakati mwingine kama matengenezo ni makubwa sana, mpangaji unaweza kusimamisha asilipe kodi kwa sababu muda ule anakuwa atumie nyumba kama kivaketi wakati kipindi kile tunafanya matengenezo. Lakini tunashuhudia kwa sasa shirika la nyumba la taifa limejikita hasa katika ukarabati wa majengo yake sehemu mbalimbali hapa nchini. Ni kweli. Kwa nini kwa sasa shirika limekuwa likifanya maboresho makubwa zaidi tofauti na zamani? Ni kweli Domina. Kama nilivyosema mwanzoni, majengo yetu ni ya zamani. Lakini kuna mambo mengi yamebadilika hapa kuanzia miaka 60 mpaka kuja mwaka 2005. Kuna mambo mengi yamebadilika kuanzia kwenye ujenzi, teknolojia na mahitaji ya watu. Mahitaji ya watu wanataka vitu vya kisasa. Lakini vile vile na sekta ya nyumba imebadilika sana. Watu wanataka nyumba ambazo za kisasa. Sasa na shirika kuendelea kukaa kwenye biashara ya nyumba inatusukuma sisi kufanya maboresho makubwa kwenye nyumba zetu ili kukidhi mahitaji hawa wapangaji. Na hawa wapangaji wamekaa miaka ya 70, kuanzia miaka 70 mpaka sasa hivi. Kwa hiyo tunawajali sana licha wanatulipa kodi, lakini na sisi tunataka tukae kwenye mazingira ambayo ni ya usasa zaidi. Kwa hiyo ndio maana shirika limepanga kabisa na mpango mkakati kuhakikisha linafanya matengenezo makubwa, kubadilisha mifumo ya majengo ili kuleta majengo yao ya kisasa zaidi kuliko ya zamani. Ukitazama rangi ambazo zinapigwa hivi sasa katika majengo ya shirika la nyumba la taifa ni tofauti, yani zimebadilika tofauti na zile za zamani. Kabisa. Kwa nini mmeamua kubadilisha rangi za nyumba na majengo ya NHC? Ni kweli Domina. Kwanza nikwambie kabisa, na ndio maana nimefurahi niuliza swali. Tumepata kwanza reaction au feedback nzuri sana kutoka kwa stakeholders wetu. Achilia mbali wapangaji, lakini watu ambao wanadeal na construction industry. Selection ya color hizi ni kweli imeblend shirika. Tumekuja na color ambazo za kisasa. Tunasema ni blending color kwa sasa hivi kwa mjini na zinapendezesha mji. Tumebadilisha kala kwa sababu zile kala za kizamani zilikuwa send message moja kwa moja ya kwa watumiaji wa jengo. Kala ukiangalia kala tu select zile gray na white ndizo main kala kwenye majengo ya National Housing. Na hizo ukiangalia ambao kwenye industry ya ujenzi ni hizo kala pendwa. Ni mtu yote ile either ataweka white au ataweka gray. Kwa hiyo kwa sababu National Housing ina wataalamu ambao kwenye industry ya construction wakakaa chini wakasema hizi color ndizo zitakuwa ni color ambazo tutatumia kama National Housing, na kweli zimeleta tija kubwa sana. Lakini hayo yote ni katika kutengeneza branding ya shirika kwamba tunabadilisha mifumo yetu, tunabadilisha majengo yetu ili yaonekane kiusasa zaidi kuliko hizo rangi za zamani ambazo zilikuwepo. Lakini mpango wa shirika ni upi kwa sasa ukiangalia baadhi ya majengo ambayo mmekuwa mkiyafanyia ukarabati mkubwa? Kuna mengine ambayo baadhi wanadhani kwamba na yenyewe hawa wapangaji kwamba naweza yaingie katika mpango wa kufanyiwa maboresho au ukarabati mkubwa kwa sasa. Hebu wafahamishe wale ambao wamekuwa wakijiuliza hili. Yawezekana wanaishi ndani ya majengo hayo ama wanafanya biashara zao ndani ya majengo hayo. Domina, naomba nichukue fursa hii kuambia Watanzania wote ambao ni wapangaji wa National Housing. Shirika la Nyumba la Taifa lina utaratibu wa kufanya matengenezo kwa kadri inavyoona inafaa. Na hakuna nyumba ambayo itaachwa bila kufanywa matengenezo. Nyumba zote unazoona kama zina logo ya National Housing ni mali ya Shirika la Nyumba la Taifa. Lakini kama tunavyojua kwamba hatuwezi kufanya ukarabati kwa nyumba zote kwa pamoja.
huwa tunaenda kwa hatua, lakini nyumba zote zitafikiwa kwa wakati sahihi. Mimi niwaombe na niwasitize wapangaji wetu watuvumilie. Tumeanza na tutamaliza, tutaanza tutamaliza. Kuna matengenezo kwenye nyumba yako ambayo yanataka kutatuliwa kwa hapo hapo. Wasisite kufika kwenye ofisi zetu za mikoa kutoa ripoti ili timu zetu ziweze kufanya matengenezo ya kawaida, wakiwa wanasubiria matengenezo makubwa ambayo tunaenda kufanya revamp ya mifumo mizima ya jengo. Of course hiyo Domina, wapangaji wetu waelewe, shirika linavyoingiza hela kwenye jengo kufanya revamp ya mifumo mizima na kuliboresha kwa usasa zaidi, inapatana kidogo na kupandisha kodi kidogo. Hatupandishi kwamba tunaenda ile soko ile bei ya soko, hapana. Tunapandisha kidogo ili kwa sababu jengo tumeliboresha na limeongezwa thamani. Kwa hiyo mpangaji lazima aongeze kidogo. Kama alikuwa anapata 500, atalipa 600, atalipa 700, lakini bado kodi yetu ukiangalia na kodi nyingine za soko bado inakuwa chini. Lakini niwasitize kabisa na niwaombe wapangaji wetu watuvumilie, majengo yote tutayafikia kwa wakati sahihi. Majengo yote yatafikiwa kwa wakati sahihi kwa sababu ni mpango ambao umewekwa na Shirika la Nyumba la Taifa kuhakikisha kwamba majengo yake yanafanyiwa ukarabati. Wewe mtazamaji ambaye ulikuwa ukijiuliza juu ya hili, majibu umeyapata kutoka kwa meneja wa mifumo Bwana Francis Baangarwa wa Shirika la Nyumba la Taifa juu ya hilo. Lakini sanjari na hili, umezungumza pale awali kwamba maboresho mnaofanya ninyi ama ukarabati mnaofanya ninyi ni ukarabati mkubwa. Ndio. Ukasema ukarabati mwingine mdogo unaweza kufanywa na mpangaji. Sasa huyu mpangaji anapofanya ukarabati huu, anashirikiana vipi na shirika kuhakikisha kwamba ukarabati atakaofanya hauendi kuathiri mifumo mingine ambayo ipo ndani ya jengo ama nyumba wanayotumia? Labda niweke hili vizuri hili. Ukarabati wa majengo ya National Housing unafanywa na Shirika la Nyumba la Taifa. Bwana fulani ni mpangaji kwenye nyumba ya National Housing, anataka kufanya ukarabati kulingana na mahitaji yake kwenye nyumba ambayo imepangishwa na National Housing. Kuna utaratibu wake. Popote pale aturuhusu mpangaji afanye ukarabati yeye mwenyewe bila kupata kibali kutoka kwenye Shirika la Nyumba la Taifa. Atahakikisha kwamba amewasilisha maombi yake kwenye ofisi zetu za mkoa, timu zetu zitaenda kukagua, zitaangalia matengenezo anataka kuyafanya. Kama matengenezo yale hayana madhara kwenye jengo jumla, hatapewa kibali cha kufanya matengenezo. Atafanya matengenezo chini ya usimamizi wetu wa timu yetu, akitumia mafundi wa nje, akitumia mafundi wake na akitumia gharama zake. Lakini usimamizi wa ukarabati ule kwanza utapitishwa na National Housing na vile vile utasimamiwa na timu ya National Housing. Hapo vifaa ambavyo labda anabadilisha, je, wale wasimamizi wanaosimamia watahusika kuhakikisha kwamba unachoweka ni kitu ambacho ni sahihi? Maana sasa tunafahamu. Ni kweli Domina, na ndio maana nikasema kwamba hatafanya matengenezo bila kupata kibali cha National Housing. Na kama ataenda kubadilisha mifumo ambayo tunasema ni mifumo ya jengo ya jumla, atapaswa kusubmit michoro ya hilo jengo anaenda kulifanya, matengenezo anaenda kuyafanya. Timu yetu tapitia. Kama anaenda kugusa mifumo ambayo ni ya jengo zima, vyovyote vile either tutamruhusu with the condition kwamba lazima ufanye ukarabati huu kwa masharti 1, 2, 3, au tutamkatalia, tutasema hapana, hichi bwana Domino, dada Domino, tunataka kukifanya hiki itaathiri mifumo mizima ya jengo. Kwa hiyo hatampa kibali. Lakini kama akisubmit maombi yake ya kufanya matengenezo kwa mahitaji yake na tukakagua tukaona matengenezo yani hayana madhara kwenye jengo letu, anafanya kwenye eneo ile amepangishwa, tutampa kibali na tutasimamia ukarabati huo kuhakikisha kwamba anafanya bila kusababisha madhara aidha kwenye jengo au kusababisha madhara kwa wapangaji wengine. Kwani kuna hatua zozote ambazo huyu mpangaji wa NHC atachukuliwa endapo itabainika kwamba amefanya ukarabati bila kupitia taratibu ambazo umeziainisha hapa? Mahusiano kati ya mpangaji na National Housing ni mkataba wa upangaji. Ule mkataba ukiangalia ni kama kitabu, ina peji kama 12. Kweli. Na zamani wapangaji wetu walikuwa wanasema mkataba wetu uko kwa lugha ya Kiingereza au haelewi. Sasa hivi tumekuja na version zote mbili. Tuna Kiingereza, tuna Kiswahili. Mkataba wetu uko clear kabisa. Ukifanya matengenezo bila kibali cha National Housing, umevunja masharti ya upangaji.
Masharti ya upangaji, mkataba unasema sisi inaweza kupelekea kuvunja upangaji wako na National Housing. Na shirika la nyumba liko very serious on this, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba nyumba za National Housing zinakaa katika ubora ambao unastahili. Hatuwezi kuruhusu kila mpangaji akafanya matengenezo anayotaka yeye, kwa sababu ukiwaacha mpangaji, ukimwacha atakubomoa kuta, atabomoa mifumo, kwa hiyo utasababisha kadhia kwenye jengo zima. Kwa hiyo ndio maana tunakuwa straightforward kwenye hili, kuhakikisha kwamba wapangaji wanafuata vibali vyote, wanafanya ukarabati chini ya usimamizi wetu, na sisi timu yetu huwa tunakutana ndani mara kwa mara kuhakikisha kwamba vibali tunavyovitoa vya matengenezo, kuhakikisha kwamba matengenezo yanafuata utaratibu wa vibali vya Shirika la Nyumba la Taifa. Hata mimi manager wa usimamizi wa mifumo, kuna vibali siwezi kuvitoa mpaka mkurugenzi mkuu ndiye anapaswa, kama mpangaji anaenda kubomoa kuta na nini. Kwa hiyo atahakikisha kwamba kibali kimetoka, mkurugenzi mkuu anajua ni kitu gani kinaenda kufanyika kwenye jengo fulani, na mkurugenzi mkuu ndiye anatoa kibali hicho. Wala sio manager wa mkoa, sio facilities manager wa National Housing, wala sio mkurugenzi wa property management. Mkurugenzi mkuu ndiye anatoa kibali hicho, kwa sababu kama ukarabati mkubwa ambao ndio kuathiri mifumo au structure ya jengo, mpaka mkurugenzi mkuu ajue kinaenda kufanyika nini. Na mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi. Tutakaporejea tuendelea na kipindi chetu. Tunatazama kipindi Maisha ni Nyumba, kinaandaliwa na Shirika la Nyumba la Taifa.